Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, leo nimekuja kwa ajili ya mambo matatu makubwa. Kwanza, kutoa tena salamu za pole kwa wafiwa, majeruhi na kwenu nyote ndugu zangu wa Hanang' kwa msiba mkubwa uliotupata. Lakini pili, nimekuja kujionea hali halisi ya uharibifu wa mali na miundombinu uliosababishwa na janga hili kubwa. Na tatu, kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kuwa nanyi bega kwa bega katika kipindi hiki kigumu. Sasa nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Hanang' kwa kuitikia wito wa serikali wa kuwa wastahimilivu katika kipindi hiki cha simanzi na majonzi makubwa kwa taifa letu. Ustahimilivu wenu ulitusaidia serikali kuweza kutimiza wajibu wetu kwa haraka na kwa umakini mkubwa. Nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Waziri Mkuu, Waziri Jenista na timu yao ya maafa, lakini mawaziri wote wa serikali hii pamoja na wakuu wa vitengo mbalimbali kutoka serikalini kwa kutekeleza maelekezo yangu na kwa kuchukua hatua za haraka na kuwa karibu na wananchi wa Hanang' baada ya tukio hili la janga, ili kuhakikisha huduma zote za msingi zinapatikana bila kukosa. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa usimamizi mzuri wa tukio hili. Aidha, navishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwemo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, vikosi vya uokoaji na vikosi vyote ambao wameshiriki kwa njia moja au nyingine kutoa msaada katika janga hili. Ninawashukuru pia kwa dhati vyama vya siasa kwa kusaidiana na wananchi katika kuleta faraja na kutoa pole kwa wananchi, lakini pia kusaidia katika uokozi katika maeneo mbalimbali. Ninawashukuru viongozi wa dini kwa kazi kubwa mlioifanya ya maombi wakati wa msiba na wakati wa kuwastiri wenzetu waliotangulia mbele ya haki. Kama alivyosema Waziri Mkuu, tunashukuru pia sekta binafsi kwa msaada mkubwa ambao nanyi bega kwa bega mmeshirikiana na serikali katika kuhakikisha tunaleta faraja kwenye janga hili. Na washukuru wananchi wote wa Tanzania kwa kuwa watulivu wakati wa janga hili, na kwamba Watanzania wote tulikuwa pamoja katika janga hili. Janga hili limeathiri kwa kiasi kikubwa mji mdogo wa Katesh iliyopo katika makao makuu ya wilaya ya Hanang' na vijiji vingine kama vilivyotajwa hapa. Janga hili pia limegharimu maisha ya Watanzania wenzetu 76 mpaka taarifa niliyopata mchana, lakini pia imeharibu makazi ya wananchi wengi tu ambao wamekumbwa na janga hili. Lakini pia tumekuwa na majeruhi, nimetoka kuwatembelea hospitali na tunashukuru kwamba wote wanaendelea vizuri. Kwa ujumla, janga hili limeharibu pia miundombinu ya barabara, umeme, maji na mambo mengine. Kwa hiyo ni janga kubwa ambalo limeikumba taifa letu. Sasa niungane na kiongozi wa dini aliyesema basi tusimame kwa dakika moja ili kama taifa tuwaombee kila mtu kwa imani yake, tuwaombee wenzetu waliotangulia mbele ya haki.
Nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Amen. Na kwa majeruhi wote tunamwomba Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka. Ndugu zangu wa Tanzania, kama ilivyoelezwa hapa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Ofisi ya Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua mbalimbali, hatua kadhaa katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana vyema na janga hili na tunarudisha hali katika eneo hili kuwa hali ya kawaida. Sitaki nirudie yale yote ambayo serikali imefanya, lakini nataka niseme kwamba hatua zilizochukuliwa zililenga kupunguza machungu na kuhakikishia wananchi wa Hanang' kwamba serikali iko pamoja nao katika nyakati na kipindi chote hiki. Tunatambua na kujua dhiki, unyonge na ukiwa mnaopitia. Lakini hayo yote si yenu peke yenu, ni dhiki yetu wote, unyonge wote na ukiwa wetu wote kama taifa. Janga hili ni letu sote na tumombe Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika mtihani huu mkubwa. Ndugu zangu, kama alivyosema Waziri Mkuu, serikali itaendelea kuchukua hatua kadhaa kuhakikisha kwamba wananchi na eneo lililoathirika linarudi katika hali ya kawaida. Nadhani hatua kadhaa alishazieleza ambazo serikali itaendelea kuzichukua. Na kama nilivyosema, serikali itabaki hapa bega kwa bega na wananchi mpaka tuhakikishe hali imerudi kuwa ya kawaida. Lakini niseme mambo machache kwenu wananchi, kwamba kawaida janga kama hili linapotokea huwa kunatokea magonjwa ya mlipuko, kwa sababu kilichosombwa huko, kilichochukuliwa huko, majumba yaliyochukuliwa huko yamechanganya vitu vingi. Kwa kawaida hutokea magonjwa ya mlipuko. Niwaombe wananchi wote wa eneo hili kuchukua hadhari kubwa wakati wanapotumia maji, lakini na mambo mengine, ili tusiwe na maradhi au magonjwa ya mlipuko. Lakini vile vile nimeielekeza Wizara ya Maji kuhakikisha eneo hili, mbali ya kwamba chanzo kule kimeharibika, lakini watoe huduma ya maji safi na salama katika eneo hili, huduma hizo ziendelee. Lakini nimewaelekeza Wizara ya Afya pia kwamba wawe makini na kuangalia muda wote kwamba hakuna maradhi ya mlipuko yatakayojitokeza, na yakijitokeza wawahi kwa haraka ili yasiweze kusambaa. La pili ni kwamba majanga kama haya yanapotokea huwa yanaleta mfadhaiko kwa wananchi. Hivyo basi nimeitaka serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Makundi Maalum kuleta wataalamu hapa ambao wataweza kuzungumza, na tayari wapo, wazungumze na waathirika na waweze kuwarudisha katika hali ya kawaida. Lakini la tatu, nimetaka serikali kufuatilia, au wananchi kwanza, kufuatilia kwa karibu taarifa zinazotolewa na serikali kuu na serikali ya mkoa kuhusu hali ya hewa na kuchukua tahadhari, ikiwemo kuondoka katika maeneo yote yaliyotokea maafa. Mkoa uwe makini kupata taarifa za hali ya hewa na kuzitoa kwa wananchi, ili wananchi wachukue hatua stahiki, tuepukane na haya yaliyotokea. Lakini nne, vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kuwa kuna ulinzi wa kutosha, hasa katika maeneo yale ambayo athari ile imeonekana, tope lile limesambaa. Ikiwezekana kuwe na ulinzi wa masaa 24 ili kuepusha wananchi na hasa watoto kusogea katika maeneo hayo, kwa sababu nimezunguka na nimeona kwamba maeneo hayo sio salama. Kuna maeneo bado ukikanyaga kuna mbonyeo na hatujui unakwenda mpaka wapi. Kwa maeneo yale yalindwe ili watoto wetu wasisogee huko kuleta maafa mengine. Katika uchukuaji wa hatua za tahadhari,
kama nilivyosema, mkoa au mikoa, sababu wakuu wa mikoa wako hapa, mjiweke katika hali ya tahadhari. Tahadhari, majanga yanapotokea muweze kukabiliana kwa haraka, lakini muhakikishe kwamba kuna akiba ya chakula ndani ya mkoa kabla serikali kuu hatujaingia na kuweza kuongeza nguvu katika yale ambayo yanatokea. Lakini jengine kwa serikali ni kwamba tuhakikishe sasa tunaongeza uwezo wetu wa kukabiliana na maafa kwa vifaa, lakini pia utaalamu katika kukabiliana na maafa ya aina hii. Na nashukuru katika janga hili serikali bado hatukupata msaada kutoka nje. Tumeweza kufanya wenyewe yote, na yote yanakwenda vizuri. Nimetoka hospitali, nimeona watu waliopata athari, watu walioumia, lakini mabingwa wetu wa ndani wameweza kufanya operation kubwa na kufanya watu wale waendelee kuishi. Kwa hiyo serikali tuongeze uwezo wetu ili yanapotokea haya basi tuweze kukabiliana nao kwa urahisi zaidi. Lakini jingine kwa upande wa serikali, tuendelee kuimarisha uwezo wa kuweza kubaini mapema viashiria vya majanga au hatari za aina hii. Kwa bahati mbaya kwa huku Hanang mpaka tokeo limekuja ndio sasa tumeanza kufukuzana. Wizara ya Madini, hebu nendeni, wa jiolojia hebu wapelekeni wakaangalie nini kinatokea huko, kuna hatari gani huko. Lakini sasa hili liwe funzo kwetu, na kwamba serikali sasa tujipange mapema kuwa na taarifa zote hizi. Wizara ya Madini, NEMKI wanaoshughulika na mazingira, wanaoshughulika na mitetemo ya milima na mambo kama hayo, wote muwe na taarifa kamili ili kuepuka majanga haya yasitukute tukiwa hatujajitayarisha. Angalau tukijua kuna dalili hizo, tunaweza kuchukua hatua za mapema. Jengine ni kwamba nimeelekeza kufanya taarifa za uchunguzi wa kina wa janga hili, mali zilizopotea, mashamba yaliyofunikwa, watu walioathirika, maeneo ambayo tunaweza tukahamisha watu. Na kwa bahati nzuri tumeshapata eneo, wataalamu wameweza kupata eneo ambalo tunahisi serikali tutahamishia watu huko, na tunaweza tukawa nao bega kwa bega katika kukamilisha ujenzi wao na kuhakikisha wamepata makazi ambayo yatakuwa ni makazi yao ya kudumu na waweze kuondoka kwenye makambi. Sasa hili tutakwenda kufanya cooperation, tutaangalia rasilimali tulizonazo na kuona uwezekano wa kufanya hili kwa haraka zaidi. Kwa hiyo taarifa za uchunguzi kupata kiini lakini na kina cha janga hili ziharakishwe, zipatikane kwa mapema ili tujue tunachukua hatua zipi. Lakini kama ilivyo desturi yetu, linapotokea jambo kubwa kama hili, watu naomba ushirikiano wenu wa hali na mali katika kuhakikisha wananchi wenzetu wanarejea kwenye maisha yao ya kawaida. Na hapa ni washukuru wote waliotoa msaada kwa njia moja au nyingine katika janga hili. Nimetoka kukagua kambi za waathirika na nimekuta pale vyakula, magodoro, mablanketi, ndoo, mambo kadha wa kadha nimeyakuta pale. Tunawashukuru wote waliounga nguvu katika jambo hili. Asanteni sana. Huu ndio umoja wa Watanzania tunaozungumza siku zote. Huu ndio upendo kwa Watanzania tunaozungumza siku zote. Kwa tunawashukuru sana. Nitoe rai, lakini katika hili niseme kwamba janga lilipotokea nilikuwa safarini na taarifa zimetoka, wenzetu kule wamesikia, na kwa hiyo wenzetu kule wengi tu mashirika yaliokuweko kule wametuchangia kiasi cha shilingi bilioni 2.5
ambazo nimeelekeza waziingize CRDB. Mpango kamili ukitimia wa waziri mkuu, basi fedha za matumizi ziko pale, na tunategemea michango zaidi ili tuweze kutimiza ule mpango wetu wa kukamilisha makazi kwa walioathirika. Wito wangu kwa wanakamati wanaohudumia waathirika kufanya matumizi mazuri ya fedha zinazokusanywa, na kwamba fedha za majanga si fedha za kumnufaisha mtu binafsi. Kwa hiyo niombe sana tuwe waadilifu, tutumie fedha hizi kufanya marekebisho na kuwafariji wale waliofikwa na majanga. Nimalizie kwa kuwapa pole tena ndugu zangu wafiwa na majeruhi wetu. Niwahakikishie kama nilivyosema mwanzo, serikali itaendelea kuwa pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. Na sisi serikali tuko pamoja nanyi. Kama nilivyosema, uchungu wenu ni uchungu wetu, lakini tuna wajibu kama serikali kusimama na kuonesha njia. Na nataka tena nimshukuru waziri mkuu, mawaziri wote na timu yote ilikuwa hapa kwa hatua mlizochukua wakati mimi nikielekeza nikiwa mbali. Na washukuru sana. Mwisho kabisa, basi nimuombe tu Mwenyezi Mungu atupe mvua zenye kheri, mvua zenye neema na mvua zenye baraka na nchi yetu, na atuepushie majanga ya aina hii yanayotokea. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu aibariki Afrika, Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, na Mungu awabariki wote walioathirika na wape faraja za mioyo yao. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.